kwaya ya mama, marafiki wa mama, wageni wetu wote ambao wamekuja kutusaidia siku ya leo ya mama, na wasalimu mrembe bosi, mrembe cha mama. Mimi kwa majina Nangwa Evelyn Ayako Asibiko, lakini nilioleka kwa Waislamu naitwa Zainabu Mohamed. Mama, wakati nilikuwa nataka wakati nilipata nyumba, watu wa nyumbani kwetu walipokuja kwetu, mama hakukataa aseme ati kwa nini unaenda kwa dini hii ama hii. Alisema yeye amezaa wasichana wengi, kumaanisha amezaa dini mingi, bora tunamwabudu Mungu aliye wa kweli, hana shida. Mama alitupenda sana, ametufunza mengi. Tumepoteza mtu ambaye kila wakati amekuwa akituombea. Hakuna siku inaweza pita kama mama hajaomba, asubuhi na jioni. Tuko na huzuni sana. Mimi nilizaliwa mwaka wa 1983, na hiyo miaka yote nimeishi, hakuna siku hata moja nimeona mama akiniambia anaenda sijui wapi na wapi. Kila wakati akitoka asubuhi, kanisa, obchirili, vitu za kanisa, vitu za Mungu ndiye alikuwa kila wakati. Hiyo miaka yote ambayo nimeishi, nimehuzunika sana, nililia, nilifikiria mambo mingi, lakini nikasema ni amri yake Mwenyezi Mungu, nimwachilie apumzike. Mtuombee sana. Shukrani. Mimi ni mjukuu wa mwisho. Kile naweza sema, namshukuru sana tangu nizaliwe mpaka saa hizi vile niko hivi, ni kwa sababu ya Mungu. Ameniangalia nikizaliwa, mama yangu nipasi nikizaliwa, ni yeye ameniangalia. Shule ameniangalia, nikienda Nairobi anamechua, amenipigia simu kila wiki, tunaongea. Nikakuja, nikamaliza university, sasa nimekuja nafanya kazi, ni kwa ajili yake. Namshukuru sana. Hata vile imetendeka, najua ni kwa Mwenyezi Mungu, lakini ni shukrani. Nashukuru sana sana na Mwenyezi Mungu. Hata naomba pali ataenda azidi kutuombea, azidi kuangalia familia iwe salama. I'm standing here on behalf of Joseph, kijana wetu wa familia mkubwa, yuko USA. Ametuma condolence yake na angependa nisome rambirambi yake. Nitasoma kwa Kizungu. It was with great profound sorrow when I learned my mom had passed away. Tears started rolling down my eyes uncontrollably, and everything appeared empty. I felt it inside me because I realized that her demise had just formed a hole in our family, friends, and our community. As a young kid growing up, my mom had great plans for me in the future. She took me to church and introduced me to her fellow church leaders that she was serving with. I really enjoyed being part of the church, and guess what? I realized that I had become like an errand boy for her. Whenever she came back from home, a rigorous day at church meeting, she would hand me a bunch of letters and envelopes to hand them over to people who lived closer to us. My mom really loved me. Even when I reached rock bottom in my adult life, she never criticized me, but always talked to me and advised me accordingly. She planted a seed in my life, but it remained dormant in my life. I didn't realize that deep in my heart, I had all the potential resources to be who my mom wanted me to be. That didn't happen until I moved and settled at US. This was a great turning point in my life. Everything she taught me and instilled in my life earlier became clear, and I started walking in the Lord. Dear Christians, I pray that we all follow Jesus' footsteps as my loving mom did.
The mourning time is over. And today we celebrate my mom's life, knowing that she is with the Lord, whom she served entirely all her life. Mom, I miss you. But the impact of the things you taught me and talked to me about will guide me throughout my life. You are your loving son, Joseph Otoli Ombura. Asanteni. Sitaenda kwa mengi kwa sababu mengi yamesemwa kuhusu mama. Nitaenda tu kwa ufupi vile mama alitoka huku nyumbani akija Nairobi. Kwanza before akuje Nairobi nilimpigia simu. Sababu mara mingi nikimpigia simu nasikia sauti ananiambia kulimmasika. Sasa siku nikampigia simu nikasikia kumekimya. Nikamuuliza kwani ulienda Ndero? So je masika akaniambia simbulo bright. Sasa tulikuwa tunazoea kujoke. Nikamwambia kama leo umekaa hujatoka kweli labda wewe ni mgonjwa. Lakini nikamwambia umekunywa hapo dawa? Akaniambia dawa nimetumia hizi painkillers lakini nasikia tu mwili haina nguvu. Nikamwambia ile kazi yako ya NHIF kama ililipwa si uende Masaba wakuangalie. Akaniambia nitaenda na tukaachana hivyo. So the next thing ni kuja kusikia habari yake, nasikia tu bado ni mgonjwa. So huyu my sister Evelyn, huyu amejiita Zainab, akaja nyumbani. So kila saa ananipigia simu asubuhi, jioni, mama ako hivi, hajakula, amekataa. Sasa nilikuwa nafikiria vile nitaomba ruhusa kazini ili nije nione nitazame mama nione anaendelea aje. Na katika hiyo hali huyu Zainab tena akanipigia simu akaniambia Sofia have tikiti, anatafuta tikiti ya ndege, akipata mama akuje Nairobi mwile hospital. Na mimi nikamwambia lakini tena akaniambia mama mwenyewe ni kama tena hataki. Nikamwambia iwelo manaye Daramu kupita simu nome naye aje tikiti kipatikana ya akuje. Kweli Violet alijaribu na akapata tikiti that very day na mama huyu akampeleka airport na mama akafika Nairobi. Tukaenda airport mimi, Mama Grace na huyo Sophie. Mama akakuja na alikuwa tu anatembea, tukamchukua tukaona tuende direct hospitali. Tukaenda hospitali KU Kenyatta University Referral. Na nikiwaambia wapendwa, njia za mama zilifunguka. Kwa sababu hiyo hospitali ukienda lazima uwe na referral. So wakati nilienda kumwandikishia wakaniuliza ametoka hospitali gani? Nikamwambia alikuwa ametibiwa Masaba ndio sasa amekuja na. Wakaniuliza referral iko wapi? Nikamwambia hatukupewa referral. Wakaniuliza no, lazima muwe na referral. Nikamwambia tukupewa referral lakini mtanisaidia. Huyo kijana akaangalia akaniambia enda ulipe pale pesa ya consultation. Nikaenda nikalipa. Sophie Violet akaenda peleka mama kwa daktari, wakapima pressure, wakapima kila kitu. Kidogo hivi Irene akaja na rafiki yake mmoja, wakakuja wakakimbia kule kwa daktari, wakapata mama anapimwa vipimo hivyo. Kidogo wakatoka wakatumwa kwa daktari. Wakarudi wakasema daktari amesema mama hana shida. Wakamwandikia madawa kidogo tu, wamemuongezea madawa zile alikuwa amepewa Masaba, nikawapatia. Daktari akaangalia akamuongezea zingine. So ikawa mama aende kwa Irene, kwa sababu kwa Irene at least kuna mtu anaweza muangalia. Na Irene naye akasema tulikuwa tunataka tuchukue gari si turudi because it was past curfew. Akaniambia hapana, kesha Kiambu, yeye anaishi Kiambu. Utakasi yangu ya mlema manadia hemujie. Mimi nikamwambia Grace kako efile. Polisi wakitushika tutaongea tu na. Tukatoka hapo tukaenda mpaka Kiambu. Naacha mjiko ninaposuma rugini, msichana alikuwa ametengeneza mboga hivi kidogo. Wakapelekea mama. Mama natema hudia Sasa kumbola sasa ni mtuku wewe mpatie dawa ameze alafu alale. Sisi tukatoka tukaenda. Na daktari alikuwa amesema the next day apelekwe afanyiwe CT scan. So nimemweka arrangements, nikamwambia Grace wewe uamke mapema uende kwa Irene, mchukue mama mpeleke afanyiwe CT scan. Grace aliamka na akaenda na wakachukua mama wakampeleka CT scan. Nilikataa ndai masaa, nikapiga simu nikamuuliza mama baba wembwe. Na baada ya daktari akaide mama ako sawa, vipimo hiyo sina pressure ni nzuri, ana hizo ailments. So hakuna haja ya CT scan, bora ni sawa. Mama sasa akawa anakaa kwake, tunaenda tunamwangalia, tunarudi, Grace anaenda anamsaidia hivyo akitumia dawa, tukiconsult na madaktari.
wakituambia kuna home sala hivi tunaenda tunanunua wako hii fanyeni hivi, we tried. So ikafika on a Friday nikamwambia Grace, Saturday mimi nakuanga off na Sunday. Tukaamka mapema mimi nifanye kazi zangu. Chego wangeho Kiambu, kuonye ho mwana huyu, kuangalia mama, tulale huko, Sunday tushinde huko tukimwangalia mama. Asubuhi kabla niamke, Irene akapiga simu. Akaniambia, mama kata saa konne brighter, atekeracho mbili, akotu. Nikamwambia Grace, hawa sabe sisi tuende. Hakuna kitu tulifanya, tukatoka tukaenda Kiambu. Tukapata mama amelala. Hiyo siku akashinda anakaa mnyonge, mara anakaa mchangamfu. Tukashinda tu tunampatia chakula, tunaconsult na daktari. Madaktari wanatuambia hawezi kula. Tulikuwa tunamuuliza mbona daktari mama akuli? Daktari anatuambia msiexpect akule chakula sahani. Akule tu kidogo hiyo na hivyo. Tulishinda tu hivyo that day. Akaenda bafu akaoga, akakuja akakaa. Tukaona amechoka sana. Sasa tukaanza kumpaka mafuta na Grace, tukinyosha miguu, tunamnyosha mgongo nini, tunamnyosha, tunamtengeneza, tukamvalisha nguo. Akakaa tukaanza kuangaliana. Sasa tukiangaliana hivi naona mama ananiangalia. Tukiangaliana hivi anafunga macho. Nikamuuliza, mama, kwani hutaki kutuangalia ama macho hasitaki kuona?" Akasema, the same day, the retired Archbishop sasa hiyo akapiga simu. Alikuwa amepiga simu, tukamwambia mama amelala. Akapiga simu, nikamwambia mama, askofu amepiga simu. Wacha nikuwekea loudspeaker muongee naye. Aliposikia nikaona anasmile, akainua mkono juu. Askofu akaongea, askofu akamuombea. Tukamaliza hivyo. Hiyo Saturday tukalala. Grace akasema sababu mama alikuwa kwa room yake, akaset alarm zinyatenda kumwangalia. Kufika saa 8 Grace akaenda akamwangalia, akabidi ndio kuendea mbola akonaje. Haya, kufika saa 10 nikasikia tena ameamuka amekimbia huko kwa room. Na kutoka kwa room na kuenda jikoni. Nikakaa kidogo kitu kaniambia hapana. Hizi huyu amekimbia jikoni, mambo si nzuri. Mimi nikakimbia nikaamka nikaenda kuangalia mama. Kapata mama anatetemeka kabisa. Na ana breathe haraka. Nikamuuliza mama ni sini? Usini, akasema yeye usini. Kulikuwa na heater nikaweka on. Hiyo heater inapiga na anatetemeka tu. Nikaenda nikaleta maji moto nikajaribu kumpatia, akakunywa kidogo wapi. Nikachukua koko nikaweka ndani, mburanyweho katesikombe, akumaliza kikombe. Huyo akawa anapika uji. Sisi tukafikiria labda ni dawa zimemshinda nguvu. Akawa anatengeneza uji, akaleta uji. Kupatia mama ashike hivi mkono kutekelacha. So Grace nikamwambia Grace yuko mnywezi. Akamkunywisha mimi nimemshikia, akamkunywisha akamaliza. Alikunywa jiko kama 3. Na mimi tena kuona hivyo nikakimbia tena jikoni nikatengeneza malenge. Hiyo malenge ilipoiva tena Grace akaleta. Juu ile uji sasa ilimshi. Sasa tunajaribu tu kila kitu tuone ile kitu atakula. Hiyo malenge ikaiva. Huyo akaleta tupisi 3. Na meka nemo na kakula hiyo fragia havi ya hata. Akasema liele. Umbo la maji. Sasa kama utakula utapataje nguvu? Akasema kumbe mama ikasecha ya kocha hivi vionyene. Kukula hivi akatutapikia. Na kwa simple akasema ni sawa tu. Kata nosale so salevi osita. Tukamtengeneza akalala. Sasa pale kizungumkuti ilitokea, alitaka kuenda tu. Tukajaribu kuangusha mama. Ombili no kustoe. Kutema kwa kumkusia sababu ungemwamusha atashuka choo ilikuwa tu hapo karibu. Atamshikilia atembee. Mama akashindwa. Ni dochi huyu alina akaamuka. Sababu tuliona tutamwamusha sababu yeye amekuwa kihudumu, acha sisi tushughulike. Alipokuja akakuta akasema bwana simgusi yeta. Kumbola rucho kone. Akachukua dawa akampatia. Tukajaribu kupeleka mama kwa choo. Tulishindwa kabisa. Mguu imekataa kutembea, tukamshika siku 3 wenyewe tumeshindwa. Kufika kwa mlango akakaa chini. Tumeshindwa nguvu. Sasa alipokaa chini tukamwambia iwe nyara cha yawe kojoa tu hapo. Mama akasema hapana. Akakataa. Tukajaribu tena tukashindwa. Huyu akaenda akaleta maji akaweka. Mama nyara sisi tunafua hizo nguo. Akakataa kabisa. Kujaribu kumtoa hapo tumshie kwa tena tukaona hatuwezi. Sasa aida akaleta mattress akaweka hapo chini akasema tukasaidiana tukamweka kwa mattress. Tulipomweka kwa mattress sasa tukaambiana na Irene hapana, akaona ya tutafuta ambulance tumpeleke hospitali. Irene akapigia rafiki yake simu akashughulika, ambulance ikakuja. Ambulance ilipokuja tulitoka wapendwa, hakuna kitu tulikuwa tumeamuka hiyo mapema, hakuna kitu tumefanya, ni kuzunguka tu kwa nyumba, ndio tukapeleka mama hospitali. Tulipompeleka hospitali akawa admitted.
akawa general ward. Kuna dada yetu amesalimia anaitwa Dolina Yecha, alikuwa anamhudumia na katika hiyo hali daktari akasema hiyo kijana anapewa kidogo apelekwe ICU, sababu kuna levels ziko bit juu. Akapelekwa ICU, amekuwa ICU, mkienda asubuhi mnapata hapo sawa, mkienda saa nyingine mnapata hapo hivi na hivi. But ilifika wakati vile Irene amesema simu ilipigwa hivyo, sisi tukaenda tukapata imefanyika, tukaambia madaktari we have to confirm tumuone, tukapelekwa mochari, akateremshwa, tukamuona, tukaona kweli mama ametuacha. Na ilikuwa uchungu sana, ilikuwa ni kilio, lakini kwa yote tulijipa moyo, tukasema imefanyika. Mungu ana kisababu, kwa sababu mama yeye maisha yake yote mimi nikimjua alikuwa anasafu mambo ya kanisa. Hata wakati hawaache hapo lakini aende mambo ya kanisa. So sisi ile furaha yetu ni ya kwamba tulijua mama ameenda pahali pema. So wapendwa, after hiyo kifo, after hiyo vile ilifanyika, sasa tukawa tuko stranded. Hapa kuna bill, hapa kuna hizo funeral charge, hizo arrangements za kufika hapa nyumbani, lakini nataka tu kushukuru familia yetu na marafiki, especially Alubalas family, Abutikas family na Sibikos family. Waki hawa watoto walijinyima. Kama Dolina alikuwa tu ananiambia usijali hadi pesa itapatikana. Mtu mdogo ananiambia pesa itapatikana. Hii bill tutaniambia pesa na kanyole. Tulikuwa hivyo, watoto wameshughulika, wamejinyima. Hata wakati tulimpeleka hospitali hatukuwa na pesa, simu za hiyo zikapigwa, pesa za deposit ikafika, za admission tukalipa. So mimi nashukuru hizo familia tulisimama nasi. Tena napenda kumshukuru Reverend Robai Abutika. Huyo ni mama. Alipopata hiyo ripoti akipigiwa na my uncle, alikuja asubuhi Saturday, akatupata hata tujiwezi, kila mtu ni kulia, akatukalisha chini, akatuongelesha, akatuambia lazima muwe strong ndio msindikishe mama vyema. Akachukua pesa, alikuwa na kijana wake anaitwa Eli, wakatupatia pesa, wakatuambia mnunue chakula mkule na msiomboleze, mama amemaliza yake. Akatusomea hata historia ya David venye mtoto wake alikufa, aliomba mtoto akakufa, na David akaoga akakula, akatuambia mkuwe strong. Na nashukuru sana Madam Reverend Abutika. Tena vile huku nyumbani makanisa zilifungwa, akaniambia Alice, mimi naona ni vizuri niwapatie mass katika kanisa lako, kwa sababu kwa nyumbani mama hatapelekwa kanisa, na mama alikuwa mtu wa kanisa. On Wednesday tulikuwa na mass na ilikuwa live, na yeye alisimamia kila kitu, alifanya kila kitu, akafanya kila juhudi, akatukaribisha kwa kanisa yake. Kanisa ilijaa, mimi hata nilishindwa, mimi sijaienda hiyo kanisa, mama hajaienda hiyo kanisa, but the church was full. Kitu zilipeanwa, akatuenda pastor senior, very senior ndiye alisimamia kuhubiria na watu walijaa kanisa. Nashukuru Mungu kwa yote, kwa sababu Reverend Abutika kwa kweli amesimama nasi. Hata kila saa, jana hata leo amenipigia simu akaniuliza mchili la wewe. Kwa hivyo natuma tu asante zangu kwake, na Mungu ambariki na Mungu amuongezee. Zaidi ya yote ninashukuru pia kanisa letu la SEK kwa kusimama nasi hapa nyumbani. Tulikuwa tuna coordination na my sister, ananiambia makambi lechere wako wamesema hivi na hivi. Nashukuru sana kwa maombi yenu, yalifanya hata my sister akasimama huku nyumbani, na sisi hata kule Nairobi tukasimama. Nashukuru wote wamekuja, nashukuru wote walijinyima, marafiki zetu wakwebe wote walijinyima wakatusaidia ili mama kwanza kwa medical walisaidia, kwa hiyo yote wametusaidia na bado wamesimama nasi. Na washukuru nyinyi wote, mkienda muenda salama na msiwahi lack. Ile tunaweza ambia mama rest in peace, lost a prayer warrior. Tulikuwa tunaomba na mama. Sasa kile nikija hapa nyumbani anaomba mpaka mimi naona sasa maombi yangu haifiki popote. Mimi namwambia wewe sio sawa. Sasa kile naye akisikia amelewa ananiambia sawa. Kwa hivyo nimepoteza mtu na muombe Joan Daniel, kwa sababu hao ndio wako kwa Goma, na sasa sijui watakaa namna gani. Muombe Mungu awape nguvu wasimamishe hiyo Goma. Joan ujaribu urudi kwa viatu za mama ili Goma lisimame. Sasa wewe ndio mama umebaki. Abakambi bandi ekwaya Mothers Union ndabacheni bandi bosi abachero kuhonya ma warusi yo maliga ya mama. Nakabasiesi ya mlembe mwesi, mlembe handi,
Mimi kwa majina naitwa Daniel Tom Asibiko, na mimi ndio kijana mwenye yuko sahi kwa Boma, lakini kazi nafanya huko Mombasa. Na mama ni mama yangu kwa kunizaa, na si mama peke yake, alikuwa tena rafiki. Relationship yangu na mama ilikuwa karibu sana. Alikuwa ananichukua kama mtoto mdogo. Nikiwa hapa nyumbani, alikuwa ananiangalia kwa karibu. Hata akitoka, akirudi, hata anauliza Sara, of Kyoto Msuma. Yani, na hata mimi namwambia huko mali tuko huwa tukuli ugali mchana, lakini anakataa. Yani alikuwa ananiangalia kwa karibu sana. Na mama alianza kugonjeka kitambo sana. Nakumbuka nikiwa mdogo, nikiwa shule, alikuwa ugonjwa wa kukohoa. Alikuwa anakohoa hata usiku, anakohoa usiku yote, lakini akiamka asubuhi nasikia ameenda ushirika, ameenda kanisa. Yani alikuwa anafanya ile kazi yenye alikuwa anapenda sana, kazi ya Mungu. Na hata kuja Nairobi kutibiwa haikuwa mara ya kwanza kukuja. Ashakuja several times. Na wakati alikuja hii wakati, mimi nilifikiri ni kama tu ile wakati mwingine atakuja atibiwe na apone arudi nyumbani, sababu alitufundisha kuwa positive, kuwa na imani. Mimi nilikuwa na imani na nilijua hata kama anagonjeka, lakini nilikuwa najua atapona. Wakati nilisikia amezidiwa, amepeleka ICU, nilishikwa na mshangao mkubwa sana. Na ilibidi tu ni kuanza kuomba ili aweze kupona. Nilipopata habari ya kwamba mama amefariki, nilikuwa hata sijiezi. Nilikuwa na mafikirio makubwa sana. Hata kutembea nilikuwa siwezi tembea. Hata kichwa ilikuwa sijaishikwa na pressure, lakini hiyo siku nilikuwa na pressure. Hata ilibidi niende hospitali. Kichwa ilikuwa inaniuma, na ninamshukuru sana my uncle Edward. Kwa hiyo hiyo harakati nilikuwa sijiwezi, aliweza nipigia simu. Nafikiri ni Mungu tu alimtuma. Alinipigia simu na akaniongelesha for 20 minutes. Akiniambia siwe peke yako, tutakuwa tu sawa, hiyo ni hali ya dunia. Na ndio niliweza kupata nguvu, nikaweza kujistahimili. Imekuwa ni wakati mgumu sana. The last 2 weeks kwangu tangu nizaliwe sijai sikia venye nimesikia. Tulikuwa na mipango mingi sana na mama. Na alikuwa akifanya kitu nyumbani, lazima niambie wenyera khole ndeko mbele wa khole mbu olambwena. Alafu namwambia ni sawa, uko aje? Niambia. Alafu tunasaidiana, tunafanya. Hata wenye amefariki hivi tulikuwa tumepanga tunafanya naye wakati nitakuwa likizo. Lakini naomba tu Mungu anipatie nguvu. Ameenda physically, lakini spiritually tuko pamoja na tutasaidiana hizo mpango zote. Mungu atasimama. Hata sina mengi ya kusema, lakini ni asante. Mungu amweke mahali pema peponi. Asante. Ni mama wame bala benji, ni mama okuwotseresya, ni mama owa amakuwa amakongo amarai akanyasaye. Ne 3/4 yobulamu bwa mama uno she spent in the things of God or in the church. Tunampa heko. Tunamshukuru kwa muda ambao tumekaa naye, ametufundisha mengi. Ni mengi ambao tumejifunza kutoka kwake. Amekuwa our council member, our advisor in that council. Amekuwa kiongozi wa Archdeaconry ya Bunyore. Kwa hivyo mimi nikiwa kule Kakamega, huwa ninajua kuna yule ambaye ananiwakilisha
hapa. Kwa hivyo nimemkosa sana, na mambo ya mama ni mengi, lakini siwezi kusema yote. Yale ambao nitasema kwa watoto, let your consolation be you tried your best. Mulijaribu muwezavyo. And the best gift you can give to your mother is to embrace the virtues that you learned from her. Furaha yangu ni kwamba aliwaonyesha pahali pazuri kanisani, pahali ambapo alijua baraka zenu ziko. Na baraka ambazo Mungu amewekea hata kifo cha mama hakitazuia. Mungu alinde akaweze kuwa mfariji wenu. Kwa mama wa Mothers Union, hebu tusimame, tutaimba stanza moja. Mama, umevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza. Wacha Mungu akuweke mahali amekuandalia. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagarikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele yako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Tumetowesha miaka yetu kama kite, siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi. Basi utujulize kusihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana, urudi kama hata lini? Wahurumie watumishi wako, utusiabisha asubuhi kwa fadhili zako. Nasi tutasishangilia na kufurahi siku zetu zote. Utufurahishe kwa kadri ya siku ulizotutesa, kama miaka ile tuliyoona mabaya. Matendo yako na yaondekae kwa watumishi wako, na adama yako kwa watoto wako. Na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Utukufu na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
Tukae. Tunasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 50 hadi 58. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia nyinyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu haribikao uvae kutoharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu haribikao utakapovaa kutoharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Wapi mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike na msitikitike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Na hii ni neno la Mungu. Tusimama sisi wote kwa ikiimba tukaribishe neno la Mungu ambao utalishwa na baba askofu wa dayosisi yetu ya Maseno North. Tufanye yale ambayo yanakupendeza wewe. Tunakushukuru kutuleta hapa siku ya leo ili kumsindikiza mtumishi wako Penina. Twakuomba usaidie katika hali zote, tuwe wa baraka kwa watoto wake. Roho wako Mtakatifu azidi kushuka na kuharibu yote yaliyo ya shetani, akiwazimika kwenye mwamba imara
ambao ni Yesu Kristo, akiwainua katika kila kazi iliyo njema. Roho Mtakatifu akazidi kuwatuliza na kuwapa tumaini ya kwamba wewe bado umethibiti hali yao na ndani mwako ni zaidi ya washindi. Jina lako litukuzwe na liinuliwe, maana wewe ni mfalme. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.